Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika jahazi la wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili. Na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, nahodha wako hii leo mimi Hilal Sefu Riami. Tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Na safari ya jahazi la wiki inaanzia Zanzibar. Uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kila mwaka, kwa sasa ukifikia zaidi ya 7%, huku ukuaji huo ukitajwa kuendelea kukua zaidi kutokana na juhudi zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuwa na sera bora. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Amesema hayo Rais Dr. Mwinyi alipozungumza na waandishi wa habari uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume baada ya kuwasili akitokea nchini Uingereza, alipohudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola wa masuala ya biashara na uwekezaji. Ukisikia takwimu, unaweza kuzisikia takwimu zile za wakati wa COVID ambao ulishuka sana, lakini baada ya pale umeendelea kukua mwaka hadi mwaka, mpaka mwaka jana ulikuwa ni 7.3%. Kwa hiyo uchumi wetu umekuwa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika. Na kwa maana hiyo ni kwamba sisi tuna fursa kubwa ya kuendelea kukuza uchumi wetu. Uchumi wetu unakuwa, fursa zetu ni nyingi na bado ziko nyingi ambazo hatujazitumia vya kutosha, na ndio maana tunaendelea kuwashawishi wawekezaji waje nchini mwetu kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kukuza uchumi wetu katika sekta mbalimbali nilizozitaja. Ameeleza kuwa ziara yake nchini Uingereza imekuwa na manufaa makubwa kwa Zanzibar, kwa kuwa wawekezaji wengi wameonyesha dhamira ya kuwekeza visiwani humo. Sasa tulisaini mikataba kadhaa ya ushirikiano, na mkubwa katika hiyo ulikuwa ni mkataba wa kampuni inaitwa Nutrisan. Hii kampuni ina lengo la kuwekeza katika value chain au mnyororo wa thamani wa zao la mwani. Kuna mkataba ulisainiwa na tunaita chuo kikuu cha Royal Agriculture University, ambao wao watasaidia swala zima la wakulima wa mwani kupata mbegu bora, kupambana na magonjwa ya mwani, lakini kusaidia kufanya utafiti juu ya zao la mwani. Akizungumzia swala wa Zanzibari wanaoishi nje ya nchi, diaspora, Rais Dr. Mwinyi amesema mchakato wa kuwapatia hadhi maalum umefikia pazuri, kwani tayari umewasilishwa bungeni ili kupata ridhaa na wao wapate fursa ya msingi, ikiwemo ununuzi wa ardhi. Kuna Watanzania ambao bado wana uraia wa Tanzania
lakini wako kule wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali, na wako wengine ambao si wa Tanzania tena, kwa maana kwamba sasa hivi wameshakuwa raia wa Uingereza, lakini wana asili ya huku kwetu. Lakini moja ambalo ni la muhimu ni kwamba wako tayari kuchangia uchumi au maendeleo ya nchi yetu kwa njia mbalimbali. Wako ambao wako tayari kuchangia kwa fedha zao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa ujuzi wao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa kushawishi, kwa kuwa mabalozi wazuri kwa watu wenye uwezo kuja Tanzania. Tukielekea makao makuu ya nchi jijini Dodoma, Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024-2025. Ongezeko hilo limetokana na uboreshaji wa bandari zilizo katika bahari na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 kwa mwaka 2023-2024 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024-2025. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha nayo pia yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 mwaka 2023-2024 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025. Akiwasilisha hotuba kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanyika katika gati 0 hadi namba 7. Idadi ya makasha yanayohudumiwa kwa sasa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025, ikilinganishwa na makasha 670,724 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho wa mwaka uliopita. Ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanywa katika gati 0 mpaka 7, ambapo idadi ya makasha yaliyohudumiwa katika eneo hilo yaliongezeka kutoka 122,339 hadi 160,286 katika kipindi hicho. Aidha, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema katika kipindi cha Januari hadi Septemba 2024 pato halisi la taifa limekuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% katika kipindi kama hicho mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme, uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi, pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa 3.1% kilinganishwa na wastani wa 3.8% kwa mwaka 2023. Kupungua kwa mfumuko wa bei kulitokana na utekelezaji wa sera madhubuti ya fedha na bajeti, uwepo wa utoshelevu wa chakula nchini na uboreshaji wa miundombinu ya uchukuzi iliyorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi kwenye masoko. Kwingineko, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesisitiza kuwachukulia hatua kali za kinidhamu wataalamu kutoka Wakala wa Barabara TANROADS makao makuu waliohusika na uzembe na kushindwa kurejesha kwa wakati mawasiliano ya barabara kuu Dar es Salaam Lindi katika eneo la Somanga Mtama mkoani Lindi. Abdulrahim Salum Japan anaarifu zaidi. Hapa nimeona uzembe mkubwa umefanywa wa kuchukua maamuzi kwa wakati na kufanya mambo bila uhakika. Ni Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega akieleza kutoridhishwa na kasi ya urejeshaji wa mawasiliano ya barabara kuu ya Dar es Salaam Lindi katika eneo la daraja la Somanga Mtama. Naomba radhi kwako na kwa Tanzania wote ambao wataendelea kupata shida kwa ajili ya maamuzi ambayo kidogo kweli tumetetereka katika maamuzi, lakini kujikwaa si shida,
tunaamka tunasogea mbele, kwa maana ya kuhakikisha kwamba basi haya tunayoahidi sasa hivi ndani ya huo muda ambao tumesema tunaweza kufanya. Akizungumza na wananchi wa Somanga, Waziri Ulega ameeleza kuchukua maamuzi hayo haraka iwezekanavyo mara tu alipofika kukagua kazi ya urejeshaji wa mawasiliano ya barabara hiyo yaliyo katika April 6, 2025. Hili jambo limewakuta TANROADS mkoa wa Lindi wanalifanya peke yao, lakini hili ni tatizo kubwa na hii ni barabara ya taifa. Mkurugenzi, ilipaswa timu kutoka makao makuu toka jana usiku ilipopatikana taarifa hii wote wangelihamia watu hapa, na kwa sababu hili tatizo si jipya, limetokea mwaka jana tu. Kwa hivyo mwaka huu watu tayari tulikuwa na elimu ya jambo la namna hii. Mwaka jana ilikuwa ni lazima tuchukue muda mrefu kwa sababu ni kitu kipya, lakini mwaka huu hatukupaswa kuchukua muda mrefu kwa sababu ni jambo ambalo tayari tunalifahamu vizuri. Awali akizungumza kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata hiyo ameeleza hatua za awali walizochukua baada ya kutokea kwa janga hilo. Baada ya masaa machache kutokea muda wa saa 10 yalikuwa yatokea maji pande ya magharibi. Maji yalikuja kwa kasi kubwa na kuweza kuondoa miundombinu ambayo iliwekwa katika road lele. Wakati wakandarasi wako pale, vifaa vyao viko pale, mitambo iko pale, nami nilikuwepo pale. Tulianza kuhangaika kuondoa mitambo mpaka kufikia hatua ya kuweka sawa. Mawasiliano ya barabara katika eneo hilo yameanza kurejea kwa hatua, na tayari baadhi ya magari madogo, mabasi 10 na malori 30 yaliyobeba bidhaa mbalimbali ikiwemo mawe makubwa yamefanikiwa kuruhusiwa kupita katika eneo hilo. Na hapa mkoani Mwanza, mkuu wa mkoa huo Saidi Mtanda amemtaka mkandarasi wa kampuni ya Nyanza Roads anayetekeleza ujenzi wa daraja la Mabatini jijini Mwanza kukamilisha ujenzi huo ndani ya muda uliopangwa wa mwaka mmoja. Rajab Shaban Matuga kwa mara nyingine anaarifu zaidi. Akizungumza na mkandarasi huyo pamoja na wananchi katika eneo la ujenzi la Mabatini wilayani Nyamagana, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema hatovumilia ucheleweshaji endapo halitakamilika mwishoni mwa mwaka huu, ikiwa tayari miezi 6 imepita tangu kuanza kwa ujenzi huo. Na mkataba ni wa mwaka mmoja, lakini mpaka sasa kazi hii iko 10%. Ukipiga hesabu kama wameshatumia miezi 6, wako 10%. Wape tena miezi 6 wawe 20%. Je, wanaweza kukamilisha mradi huu ifikapo mwezi wa 11? Kulingana na mpango kazi alio wa mwisho ni kwamba mkandarasi atalazimika afanye kazi usiku na mchana ili catch up na programu yake ya kukamilisha kazi mwezi wa 11. Mkandarasi Nyanza Road afanye kazi yake usiku na mchana kama ambavyo mmekubaliana, kwa sababu 10% ya kazi ni 10% ndogo sana. Ni kama vile kazi haijafanyika, lakini umuhimu wa hii barabara ni mkubwa sana. Kwa hiyo nimekuja hapa kwanza kuhakikishieni Nyanza Road kwamba fanyeni kazi yenu kwa wakati. Mwezi wa 11 ambao mkataba wetu unasema tukabidhini kazi yetu. Mtanda amesema hakutakuwa na kuongezewa muda iwapo mkandarasi huyo akishindwa kumaliza ujenzi wa daraja hilo ndani ya muda uliopangwa bila ya kuwa na sababu za msingi ikiwemo kucheleweshewa malipo. Na narudia tena, barabara hii una umuhimu mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwa kuzingatia Mwanza outlets zake ni barabara ya Musoma, ni barabara ya Shinyanga. Time frame ambayo imetolewa ya mwezi wa 11, Engineer Ambrose, ni lazima iwe mwezi wa 11. Hatutaki tuje tena hapa baadaye tuelezwe sababu. Hii swala la kuondoa miundombinu hapa imetuchukua karibu miezi 3, watu wanabishana. Lakini tukalishughulikia, miundombinu imeondolewa, sasa hamna sababu ya msingi ya kutofanya kazi hii kwa wakati. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mwanza, mhandisi Pasco Ambrose, amesema ukarabati wa daraja hilo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 6.3 watahakikisha unakamilika ndani ya muda mkataba. Daraja hili tunalijenga kwa lengo la kuondoa adha ya mafuriko yaliyokuwa na tokea mara kwa mara kipindi cha mvua. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mujibu wa usanifu, hapa tunajenga box culvert ambalo litakuwa na upana wa mita 26.1, lakini tunajenga na barabara unganishi
pande zote mbili, ambayo itakuwa na upana wa mita 14, lakini itakuwa na mabega ya mita 1.5, na kutakuwa ni njia 4 tunajenga. Katikati kutakuwa na median ambayo ya mita 4. Na wananchi zaidi ya 3700 wa kijiji cha Busongola, kata ya Bulamata, wilayani Tanganyika, mkoani Katavi, watarajiwa kuondokana na changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama kufuatia kuzinduliwa kwa mradi wa maji katika kijiji hicho wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 37. Saadi Suleiman anatuarifu zaidi. Utekelezaji wa mradi huo umetokana na programu maalum ya upelekaji maji katika vijiji visivyokuwa na huduma ya maji, yani programu ya visima 900 inayotekelezwa nchi nzima, ambapo kila jimbo la uchaguzi limetengewa fedha kuchimbwa visima vya maji 5. Katika wilaya Tanganyika, programu hii imetekelezwa katika kata 3, kata Bulamata, kata ya Ilangu na kata Vikonge, ambavyo vijiji vilivyonufaika ni Busongola, Pusi, Isubangala, Mgansa na Bugwe. Utekelezaji wa miradi hii umefanywa kwa njia ya force account ambao ulianza tarehe 12 mwezi wa 11 2024 na kukamilika tarehe 30 mwezi wa 3 2025 kwa gharama ya shilingi milioni 506. Katika kata ya Bulamata, miradi ya aina hii imetekelezwa katika kijiji cha Busongola na Kusi. Wananchi wa kata ya Bulamata kupitia kwa diwani wao Nikasi Nibengo wanashukuru serikali kwa kuwafikishia huduma ya maji, akieleza changamoto alizopitia wananchi wake hapo awali kabla ya ujio wa mradi huo. Ufikishe salamu za shukrani kwa mama yetu, rais wetu Samia Suluhu Hassan, kumwambie tunashukuru sana, tunasema asante kwa maji. Hakika ametua mama wa Busongola ndo kichwani. Hapa tulikuwa tunatumia maji ya visima vidogo vidogo ambavyo tumechimba sisi wananchi. Wakati wa kiangazi vilikuwa vinakauka, wakati wa masika vilikuwa vinajaa, tulikuwa tunaumwa typhoid, lakini sasa tunasema typhoid kwa heri. Akizindua mradi huo, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buselu amewataka wananchi kuutunza mradi huo ili uweze kuwanufaisha kwa muda mrefu zaidi, wakati ambao serikali inaendelea kukabiliana na adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wake. Ukienda Kusi, mradi wa milioni 100. Mradi huu ni sawa na huu hapa. Kazi inakwenda vizuri, nao wanakunywa maji. Ukienda Kamjera, hapa mama aitoa milioni 66 za kuongezea kujazia ili wananchi wa Kamjera wapate maji. Na kwa ujumla wake Bulamata na vijiji vyake vyote 4 kwenye makao makuu ya kijiji, na tunaendelea kutambaa, maji safi na salama yapo. Hatutegemei mwananchi anayekunywa maji kutoka kwenye mabomba haya ataugua matumbo wala ataugua magonjwa ya ambukiza yanayotokana na kunywa maji yasiyo safi na salama. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi ndio kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Inna saida liman junniba alfitan, hakika mtu mzuri liman junniba alfitan, ni yule ambaye ameepushwa na fitna. Ndugu zangu ni katika imani, lazima tuepuke fitna. Ukiona sehemu kuna fitna, usiingie hata kidogo, usishiriki hata kidogo. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawatahadharisha maswahaba zake kwa nguvu zote. Huyu ni kiongozi, anajua jinsi gani ya kuzima fitna. Kiongozi yoyote unapoona kuna alama ya fitna,
fitna izime haraka iwezekanavyo. Viongozi wa kifamilia, viongozi wa taasisi, ndugu zangu katika imani, tujitahadhari na fitna. Tusiwe ni watu wa kuchochea fitna, usiwe ni sababu ya fitna. Kwa fitna zako sehemu kuna kheri ikaondoka. Kwa fitna zako sehemu iliyokuwa imetulia vurugu ikarudi. Na ukijiona kuwa wewe ni sababu ya fitna, ni vizuri ukajiangalia na kujitathmini ili usiwe katika watu wa fitna. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa service. Ramadhani ilikuwa ni service kwenye viwiliwili vyetu. Ramadhani ilikuwa ni service kwenye mioyo yetu, ili kukuza imani zetu ziendelee kuwa juu. Baada ya service, bila shaka safari inatakiwa ianze. Ramadhani imeondoka, inatakiwa tuanze safari kwa kile tulichokifanyia service ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi ambao tuliangalia ibada zetu, ibada zilikuwa zikiswaliwa swala 5 na sunna zake. Mwezi ambao ndani yake palikuwa na qiyamul layl, kuimarisha viwiliwili vyetu na miguu yetu kwa kuswali tarawih na kukuza imani zetu. Mwezi ambao watu walijitoa kufuturisha na kutoa sadaqat. Hii ina maana tulifanya service paka kwenye mali zetu, tulifanya service kweli kweli. Sasa safari inatakiwa ianze. Safari badala ya kuanza watu wamesimama. Ule ucha Mungu ulikuwa nao mwezi wa Ramadhani uko wapi? Mbona hatukuoni ukamove na service umeshafanya? Atharu Ramadhana fi hayatina, athari ya Ramadhani katika maisha yetu. Mwezi wa Ramadhan umemalizika, lakini umeacha athari gani katika maisha tunayoishi baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Mambo matatu makubwa sana tuliyojifunza ambayo tunatakiwa tuendelee kuyaishi baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jambo la kwanza, alfi'lu watarku lillah. Tumejifunza kufanya kwa ajili ya Allah na tumejifunza pia kuacha kwa ajili ya Allah. Tuendelee na maisha hayo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Miongoni mwa yale tuliyojifunza ndani ya Ramadhan na athari yake inatakiwa ionekane kwenye maisha yetu baada ya Ramadhan, at-tahakkumu fi shahawat, ni kujidhibiti katika matamanio ya nafsi zetu. Jamani, ndani ya Ramadhan tulikuwa tunatamani vitu vingi vya halali, tulikuwa tunatamani, na wengine mpaka vya haramu walikuwa wanatamani, lakini wote hawa walikuwa wanazizuia nafsi zao wakijua kwamba si halali kwangu kulifanya hili. Jambo la tatu na la mwisho kati ya mengi, ta'widu an-nafsi al-insaniya ala shukri llahi wa hamdi. Tumejifunza na kuzoeshwa ndani ya mwezi wa Ramadhan juu ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumhimidi Allah azza wa jalla. Utaratibu huo tunatakiwa tuendelee nao hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ambaye Ramadhani ilipita, ilipomaliza bado ana kheri fulani anaendelea nazo. Yote yale ambao ulikuwa ukiyafanya katika hongera sana kwa hilo. Na kuendelea kufanya yale tuliokuwa tukiyafanya katika ni dalili ya kutosha kuonyesha kwamba Allah ametupokea saumu zetu, na ni dalili ya kutosha ya kuonyesha kwamba tulielewa lengo la saumu ni nini. Lakini itakuwa ni hasara kubwa sana kwa yule ambaye Ramadhani imekwisha, yale mazoezi yote aliyoyafanya ndani ya Ramadhani, nini lengo lake? Mungu asitufanye namna hiyo kuwa hatuelewi, atufanye ni wenye kuelewa. Kwani Mtume yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, fanyeni wema, ishini na watu kwa uzuri, wafanyeni watu ihsani, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye kufanya ihsani. Ikiwa mwanadamu atakuwa ni mwema kwa Waislamu wenzake, ikiwa Muislamu atakuwa ni mzuri akafanya ihsani kwa Waislamu wenzake, basi Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia mambo mazuri, humfanyia wema katika dunia na akhera. Hakika miongoni mwa watu ambao wanawahi kupata faida ya jambo la ihsan, humul muhsinuna anfusahum, ni wale ambao wanafanya wema wenyewe kwa nafsi zao. Yajiduna thamaratihi, watapata matunda yake hayo ya ihsani wanazozifanya kwa Waislamu wenzao, ajilan fi nufusihim, za haraka katika nafsi zao. Watapata kufunguliwa vifua vyao, watajihisi raha, watapata utulivu katika nyoyo zao kwa kufanya wema kwa Waislamu wenzao. Jaribu ndugu yangu Muislamu, yatakapokujia wewe matatizo katika dhiki na shida, famnah ghayruka bima'rufin, mfanyie ndugu yako wema, haya yatakusaidia wewe. Kisha ukishamfanyia hivyo, tajidu sururi wa raha, utaona furaha na kupumzika kwa moyo. Namna ya kujenga jamii bora. Allah subhanahu wa ta'ala alituletea sisi Waislamu Qur'ani kama ni mwongozo wetu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kujenga jamii iliyo bora kupitia mwongozo huu wa Qur'an. Jamii bora inahitaji sana ushirikiano. Lazima kila kitu kiwe na mwongozo
wa kidini. Tusimamie Uislamu. Mwenzako ambaye hamwafikiani katika mitazamo sio adui yako, ni Muislamu mwenzako. Usimkejeli mwenzako kwa msimamo aliokuwa nao. Kila mmoja upiganie Uislamu kwa nafasi yake aliyokuwa nayo, lakini usipiganie Uislamu kwa kuwapandia Uislamu wenzako. Usipiganie Uislamu kwa kuwakejeli Uislamu wenzako. Usipiganie Uislamu kwa kuwadharau Uislamu wenzako. Mwisho wa siku sisi tuungane, tupiganie Uislamu, tusitengane sisi. Tuunganishe nguvu zetu, mtazamo wa kwako ubaki ni wa kwako. Ikifika hatua hii tunaweza tukasonga mbele na Allah atatupa nguvu yake na atatupa msaada wake. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyojiri katika mimbari za misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, mimi Hilal Sefriami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mbali na majanga ya ukosefu wa amani na vita baina ya makundi hasimu, majanga ya kimaumbile yanaikumba pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wasiopungua 33 wamethibitishwa kufariki kufuatia mvua kubwa iliyonyesha Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Ndani na Usalama wa DRC, Jacquemain Shabani, amethibitisha habari hiyo na kuongeza kuwa mvua kubwa iliyonyesha mfululizo wa usiku wa kuamkia Ijumaa na kuendelea hadi Jumamosi imesababisha uharibifu mkubwa katika wilaya kadhaa za mji mkuu Kinshasa na kuacha watu wengi wamejeruhiwa na nyumba kuharibiwa. Serikali ya DRC imeanzisha kitengo maalum cha kudhibiti mgogoro kinachoendeshwa na jeshi, wizara kadhaa na serikali ya mkoa wa Kinshasa ili kuendesha zoezi la uokoaji na kupeleka mahitaji ya dharura. Mafuriko hayo yameharibu miundombinu mingi ya jiji hilo, kukata barabara kuu na kusababisha kukatika kwa umeme na maji katika jiji zima. Wataalamu wa hali ya hewa wametabiri kuendelea kunyesha mvua kubwa katika siku zijazo na kuzua hofu ya kutokea uharibifu zaidi katika jiji la Kinshasa lenye watu milioni 17. Nako Mashariki ya Kati, ndege za kijeshi za Israel zimeshambulia jengo la makazi ya watu katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa kwa vita na kusababisha vifo vya takriban watu 23. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati mapigano ilianza upya hivi karibuni katika ukanda huo, yakionyesha dalili ya kutopungua. Hospitali ya Al-Ahli imeeleza kuwa takriban watu 23 wameuawa katika shambulio hilo, wakiwemo wanawake na watoto 8. Wizara ya Afya inasimamiwa na kundi la Hamas imethibitisha vifo hivyo. Kwa mujibu wa huduma ya dharura wizara hiyo ya afya, shambulio la Israel limelenga jengo la ghorofa 4 katika eneo la Shaji ya mjini Gaza, huku vikosi vya uokoaji vikiripotiwa kuendelea kutafuta manusura chini ya vifusi. Israel imeweka vizuizi vya chakula, mafuta na misaada ya kibinadamu, hali iliyoacha raia wengi wakikodolea macho uhaba mkubwa wa bidhaa za msingi. Israel imeapa kuchukua udhibiti wa sehemu kubwa ya ardhi ya Wapalestina na kuanzisha njia mpya ya kiusalama ndani ya ukanda huo. Wakati huo Faransa
inapanga kuitambua rasmi Palestina kama taifa huru katika miezi michache ijayo, na huenda kaifanya hivyo katika mkutano wa Umoja wa Mataifa utakofanyika mjini New York, Marekani. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha jahazi la wiki. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea jahazi la wiki, mimi ni Hilal Sefuriami, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.